Bwana Yesu asifiwe. Leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 5 na kama ilivyo ada tunaendelea na kipindi chetu cha utupe leo riziki yetu ya kila siku. Na ongea na wewe msingi wa 9 wa kufanikiwa kiuchumi, kudumu katika matumizi yaliyo ya lazima. Tayari tumekuwa na siku 2 ambazo nimekuonyesha mambo kadhaa, na leo nataka tupige hatua kidogo. Na jambo kubwa ambalo nilikuwa nakuonyesha kwamba ni kwa nini ni ngumu au unafanyaje ili uweze kugawa fedha inayopita mkononi mwako, na kwa nini ni muhimu kuwa na vipaumbele. Nikwambia jambo la kwanza, kwa sababu fedha siku zote haitoshi. Nikwambia jambo la pili, ya kwamba fedha inapokuja mkononi mwako inakuja na maamuzi yake, kwa hiyo lazima ujifunze na wewe kuisemesha. Nikwambia jambo la tatu pia, ya kwamba lazima ujiwekee mfumo wa kugawa fedha inayopita mkononi mwako kwa matumizi mbalimbali, kwa sababu Wakorintho wa 2 sura ya 9 mstari wa 10 inatuambia fedha inayopita kwako imegawanyika kwenye makundi mawili makubwa: matumizi ya kila siku ambayo ni mkate, na mbegu ambayo ni ya uzalishaji ili kuweza kukuongeza. Kinachoongezwa ule mstari unasema kinachozidishwa ni mbegu. Na leo nataka nikupe jambo la 4. Jana nikupa vitu 4 au vipimo 4 vitakavyokusaidia kutenganisha fedha inayopita mkononi mwako kati ya sehemu iliyo mbegu na sehemu iliyo mkate. Leo nataka nikupe jambo la 4, kwa nini ni muhimu kuwa na vipaumbele vya fedha yako. Na hili jambo lenyewe sasa linatupeleka kwenye kanuni ya mgawanyo wa kipato kinachopita mkononi mwako. Nilikwambia jana, nampenda Mungu kwa sababu hatupi kanuni bila maelekezo. Kokote Mungu aliweka kanuni, ameweka maelekezo. Hapa leo nataka nikupe mgawanyo wa fedha ambayo inapita mkononi mwako. Asilimia za mgawanyo wa fedha ambayo inapita mkononi mwako. Tutatumia maandiko makubwa kama 4 hivi au 5 nikusomee, alafu tuone Roho Mtakatifu anavyotuongoza. Andiko la kwanza tutakalotumia Mwanzo sura 41 mstari wa 33 hadi 36. Mwanzo 41 33 hadi 36. Basi Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. Farao na afanye hivi tena, akaweke wasimamizi juu ya nchi, na kutoa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri katika miaka hii 7 ya kushiba. Na wakusanye chakula chote cha miaka hii 100 ijayo, wakaweke akiba ya nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kuwa chakula katika miji, na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibiwe kwa njaa. Hata kabla labda sijaenda kwenye hii kitabu cha Mwanzo sura 41, nikupeleke kwenye kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari hadi wa 8 hadi wa 10. Malaki sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 10. Biblia inasema, je, mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Na afa anasema, naye ni mmelaniwa kwa laana, kwa sababu mmemuibia zaka na dhabihu. Kwa hiyo zaka na dhabihu kulingana na Biblia ni mali ya Bwana, na unapitia kwako tu kama agenti, kama wakili wa kuzikusanya ili upeleke kunakotakiwa kupelekwa. Na kwa hiyo kulingana na Biblia, mgawanyo wa kwanza wa kipato chako ni 10% ambayo ni fungu la 10. Fedha unayopata kutoka kwenye mapato yako 10% inatakiwa uitenge kwa ajili ya fungu la 10. Sasa ukirudi kwenye Mwanzo sura 41 33 hadi 36 utaona matumizi mengine yanagawiwa pale. Utakumbuka hii ni habari ya Farao baada ya kuwa ameota ndoto. Na akaota ndoto ya kwanza, ng'ombe 7 wanono, ng'ombe 7 wenye njaa. Akaona ng'ombe 7 wenye njaa wanatoka mtoni, wakaja wakameza ng'ombe wanono, na wakabaki kuwa wenye njaa, wakabaki kuwa wembamba. Akaota mara ya pili masuke yenye afya na masuke yasiyo na afya. Masuke yasiyo na afya akameza yenye afya, na bado hayakuonekana kuwa yana afya. Tafuta waganga, wachawi na watu wake wenye elimu wamtafsiria, wakashindwa. Na ndipo mnyweshaji akakumbuka alimwacha Yusufu gerezani miaka 2 iliyopita, akaitwa Yusufu kuja kufasiri ile ndoto. Sasa Yusufu anafasiri ile ndoto. Baada ya kufasiri, akamfasiria kwamba bana, Mungu anakuambia utakuwa na miaka 7 ya shibe inakuja, na baada hapo itakuja miaka 7 ya njaa. Sasa mstari ule wa 33 hadi 36, Yusufu anampa hekima ya mgawanyo na jinsi ya kufanya miaka 7 ya shibe ili miaka 7 ya njaa isiwe na madhara kwao. Ndio anamwambia Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. Farao na afanye hivyo. Tena akaweka wasimamizi juu ya nchi, angalia, na kutoa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri. Sehemu ya 5 katika miaka hii 7 ya kushiba. Sehemu ya 5 ni 1 ya 5. 1 ya 5. 1 ya 5
ukiweka kwenye hesabu ni 20%. Kwa hiyo alikuwa anamwelekeza 20% miaka ya shibe ikusanywe, iwe kwenye magara, wawekwe na wasimamizi. Mwaka wa kwanza wa shibe 20%, mwaka wa pili 20%, mwaka wa tatu 20%, hivyo mpaka mwaka wa 7 wa shibe, ili itumike miaka 7 ya njaa inayokuja. Mstari wa 35, na wakusanye chakula chote cha miaka hii iliyo miema ijayo, wakaweke akiba ya nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kwa chakula katika miji. Hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa yatakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibiwe kwa njaa. Kwa hiyo unaona hapa mgawanyo wa mapato ya miaka ya shibe kwa kutumia 20%. Hapo unaona vitu viwili. 20% ya kwanza unaiona ambacho kitu kiko moja kwa moja itumike kwa ajili ya akiba ya chakula kwa miaka ya njaa. Kwa hiyo kila mwaka wa shibe mmoja 20% yake iweke kwa ajili ya mwaka mmoja wa njaa. Maana yake ni kwamba unatakiwa kuweka 20% akiba ya kipato chako unachopata. 20% ya kipato unachopata unatakiwa kuweka akiba kwa ajili ya shida za baadaye au ya uhitaji utakao kuja baadaye. Kumbuka 10% fungu la 10, 20% sasa inatolewa tena kuwa akiba kwa ajili ya shida au majanga yatakayokuja baadaye. Na hiyo ni kibiblia, usiseme sio kibiblia, nitakuonyesha siku nyingine kule mwishoni. Lakini 20% akiba kwa ajili ya chakula, nchi isiharibiwe kwa njaa. 20% nyingine, mgawanyo ambao unauona, nataka nikufikirishe kidogo kwamba kama 20% ilikuwa inawatosha kula mwaka wa njaa, 20% ya mwaka mmoja wa shibe iliwatosha kula mwaka mmoja wa njaa, wasiharibiwe, maana yake walikuwa wanaweza kuishi kwa 20% pekee. Kwa hiyo 20% pia inatakiwa kuwa matumizi yako ya kila siku. 20% inatakiwa kuwa matumizi yako ya kila siku. Ndio hekima ambayo hawa ndugu walikuwa wanapewa. Kwa hiyo 10% fungu la 10, 10% akiba, 20% akiba, 20% matumizi yako ya kila siku, tayari ni 50% imetoweka. Kusomea Mwanzo sura 47, 23-26 nikupe kitu kingine. Yusufu akawaambia watu, angalieni nimewanunua leo ninyi na nchi yenu kuwa mali ya Farao. Basi mbegu zenu ni hizi, zipandeni katika nchi. Kwa hiyo akawapa mbegu baada ya kuwa amenunua vitu vyao vyote, mifugo yao, ardhi yao, fedha yao imeisha, akawanunua na wao na anawapa mbegu ili waipande katika nchi. Itakuwa wakati wa mavuno, angalia, mtampa Farao sehemu ya 5, 20% mtampa Farao, na sehemu 4, manake 4 ya 5 ambayo ni 80% zitakuwa zenu wenyewe, kuwa mbegu za nchi, chakula chenu na chakula chao waliomo nyumbani mwenu na chakula cha watoto wenu. Wakasema, umetulinda hai na tuone kibali machoni pa Bwana wetu, na sitakuwa watumwa wa Farao. Mstari wa 26, Yusufu akaifanya sheria kwa habari ya nchi ya Misri hata leo, ya kwamba sehemu ya 5 iwe mali ya Farao, ila nchi ya makuhani tu haikuwa mali yao. Unaona jambo la pili hapa pia, ya kwamba 20% inatakiwa iweke kwa ajili ya uwekezaji. Hawa ndugu walipewa mbegu, wakapanda, na akaambiwa 20% warudishe kwa Farao. Na Biblia inasema Yusufu ameifanya hata leo 20% irudishwe kwa Farao. Hiyo ni uwekezaji. Unaona jambo jingine kwa wanaofanya biashara, nawaambia siku zote hii 20% pia unaweza kusema ni return on investment, ni faida ambayo inatakiwa irudi kwenye kila uwekezaji unaofanya. Hilo ni jambo jingine, lakini nataka uwe na 20% kwa ajili ya uwekezaji. Kwa hiyo mpaka hapo utagundua kwamba Biblia imetupa mgawanyo wa 70% wa kipato chako. 10% fungu la 10, 20% matumizi yako ya kila siku, 20% uwekaji wa akiba, lazima uweke akiba, 20% kwa ajili ya uwekezaji, investment. Hii ni msingi sana. Kama umesoma uchumi wa kule duniani utagundua kwamba income ni sawasawa na expenditure ambayo ni matumizi yako ya kila siku, plus savings ambayo ni uwekaji wa akiba, plus I ambayo ni investment na mambo mengine yaliyopo. Kwa hiyo lazima huo mlinganyo wa kiuchumi wa duniani umetoka hapa kwenye Biblia. Income is equal to savings plus investment plus expenditures kwa kuanzia. Kwa hiyo lazima, na huo mgawanyo ndivyo ambavyo umewekwa hapa kwenye Biblia. Kesho nitaendelea na huu mgawanyo na kukupa mistari zaidi na kukuelekeza zaidi nini cha kufanya ili uweze kuishi huu mgawanyo. Usikose kipindi cha kesho. Mungu akubariki sana, uwe na siku njema.